2024 sisi kama chama tulikuwa tuna maandamano yetu, lakini tuliungwa mkono na wananchi wengi pia. Tulifika ofisi za UN pale karibia na Mlimani City, madai yote ambayo yanadaiwa hivi sasa tulishayawasilisha UN kwa bahasha kabisa kubwa, madai yote ya kutaka tume huru ya uchaguzi, katiba mpya. Kwa hiyo UN wanayo hayo madai, na kwa kumbukumbu zangu sidhani kama walishawahi kuyajibu. Kwa hiyo kwa kuwa wanaunga mkono na wanakemea ule ugaidi ambao umetokea Tanzania uliofanywa na serikali, inatosha. Lakini sisi kama nchi inabidi tu focus ya kipi ambacho kinaweza ikatupatia Tanzania ambayo tunaitaka. Kitu pekee ambacho kinaweza kikatupatia Tanzania tunayoitaka ni kufika bungeni, kufika Ikulu. Basi hakuna, sidhani kama kuna jambo lingine ambalo tunatakiwa kufanya. Kwa hiyo nakubaliana na mawazo hayo. Wazo la kwenda UN lilikuwa ni zuri, lakini nakubaliana na wazo kwa mkoa wa Dar es Salaam tunaweza tukafocus sehemu ya kutania ni wapi, kwa sababu Dar es Salaam inajulikana, barabara za kuingia mjini Dar es Salaam ni chache sana. Kwa hiyo kwanza tunahitaji nguvu ya pamoja, lakini pia ukishaandamana Kimara, ukishaandamana Vingunguti, lakini pia ukiandamana kuelekea mjini, automatic tu, haina sababu yoyote ya kufika bandarini. Bandarini utaiblock kwa sababu kama wafanyabiashara hawafungui maduka Kariakoo, Kimara, magari makubwa ya kuchukua mizigo yaingii mjini, bandarini haina sababu ya kwenda, kwa sababu automatic bandari haiwezi kufanya kazi. Tarehe 20, tarehe 9 automatic watu hawawezi kuja nchini, kwa sababu mataifa mbalimbali yameshatoa barua na kutoa onyo watu wake wasisafiri. Kwa hiyo automatic airport kutakuwa hakuna watu ambao wanasafiri kuingia nchini na kuondoka nchini, kwa sababu nchi mbalimbali zimeshakataza watu wake tarehe 9 wasisafiri. Kwa hiyo automatic airport itakuwa haina watu. Kwa hiyo tukifocus tukajua nini tunafanya, tunaweza tukaisaidia nchi yetu bila kugawa nguvu, kwa sababu tunahitaji nguvu ya pamoja. Tutapokutana wote kwa pamoja, kutanisha makundi yote yaliyotoka Mbagala, yaliyotoka Kimara, yametoka Tegeta, wote wakiingia mjini, basi shughuli yetu kwa mkoa wa Dar es Salaam itakuwa nyepesi. Kwa mikoa mingine pia watafanya hivyo hivyo, wakishaingia mjini watu wa kutosha, hakuna shughuli yoyote ambayo itaendelea. Kwa hiyo hatuwezi tukaenda kila sehemu, kwa sababu automatic ukishajaza watu, akishaingia mjini wa kutosha, barabara za Dar es Salaam ukishajaza watu Kariakoo, ukafunga ile Kamata, ukafunga hapa chini kama unaelekea bandari, ukifunga hapa Faya, ukafunga huku Salenda, mji haufanyi kazi. Sasa haina sababu ya kufika kila sehemu. Sisi focus yetu kama ni kwenda Ikulu, kumalizana, kuikomboa nchi yetu, tufike, kwa sababu maandamano yetu ni ya amani, hatutapiga mtu, hatutaumiza mtu. Cha msingi ujumbe wetu ufike, kile ambacho tunakidai mataifa yote, vyombo vya habari siku hiyo vichukue, kila kitu kitakuwa kiko sawa. Lakini wakumbushe waandamanaji, msisahau simu zenu kuzijaza charge. Kila tukio kama ambao tumefanya tarehe 29, kila tukio litakayotokea, rekodi na simu yako, rusha kwenye mtandao wa kijamii kama kuna internet. Kama kuna internet, hakikisha unahifadhi vizuri kabisa. Tutaacha tukio la aina yoyote ile. Na niwakumbushe tu ndugu zangu wa jeshi la polisi, maandamano hayo ni ya amani sana. Tunaandamana kwa sababu ya nchi yetu, tunaandamana kwa sababu ya familia zenu. Nyie jeshi la polisi hamna maisha, wake zenu na watoto wenu tunaishi nao vikoba. Nyie mnakopa kausha damu, ndugu zangu polisi, mnakopa vikoba, mna madeni, mshahara wenu hautoboi mwezi. Lakini sasa hivi mnakaa kuua ndugu zetu, kutumia risasi kwa sababu ya kuwapigania watu waliopo madarakani. Fikiria, mbunge analipwa milioni 18. Wewe polisi unalipwa 500,000 kwa mwezi. Unapigaje wananchi wanaopigania maisha yako? Siku ya tarehe 9, acheni Watanzania waandamane kwa amani, wafikishe ujumbe wao kwenye taifa lao la Tanzania. Baada ya hapo tutapata nchi ambayo wewe polisi, mtoto wako atasoma shule nzuri pamoja na mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haiwezekani mtoto wa polisi akasoma Sante Kayumba, ukakaa kwenye nyumba mbaya, kota za polisi, lakini mbunge akapanga kwenye apartment, akajenga nyumba nzuri, akaendesha V8, ukamlinda kwa gharama hiyo. Haiwezekani. Acheni Watanzania siku ya tarehe 9 wanaipambania nchi yao, wanapambana dhidi ya kulinda rasilimali na kuwapigania muwe mna mishahara mizuri. Nyewe watendaji wa kata, nyewe walimu, siku hiyo ni siku ya kwenu pia. Nyie walimu hamna maisha, mshahara wenu sasa hivi mmepigwa kikokotoo. Unafanya kazi miaka
zaidi ya 20, miaka ya 30, haupewi kinua mgongo chako cha kutosha, lakini mbunge anafanya kazi bungeni miaka 5 anapewa kinua mgongo zaidi ya milioni 280 hivi sasa. Wewe unafanya kazi miaka 40, unapewa kinua mgongo chako saizi kikokotoo milioni 15, kesh milioni 20, bado unaendelea kuilinda serikali. Toeni elimu kwa wanafunzi mnaowafundisha kwamba siku ya tarehe 9 kila mtu ana wajibu wa kwenda barabarani kuikomboa nchi yake ya Tanzania. Hatutachoma kituo cha mafuta, hatutachoma sheli, hatutachoma shule, hatutafanya uharibifu wowote siku ya tarehe 9. Tunaandamana kwa amani kuikomboa nchi yetu ya Tanzania. Kila mtu mwenye akili timamu anapaswa kuandamana barabarani. Wewe Mtanzania unaonisikiliza, nisikilize kwa makini sana. Leo hii ukiumwa, gharama ya matibabu yako ikahitajika shilingi milioni 1, leo hii ni wangapi mnapona? Leo hii ukiumwa kansa, uko Manyara, uko Mbeya, uko Arusha, unatakiwa usafiri mpaka Dar es Salaam, Ocean Road Dar es Salaam. Ukifika hospitalini utalala kibarazani, hauna pesa ya kulala hoteli muda wote, hauna pesa ya kukizi mahitaji. Mionzi mtu anapiga mionzi Ocean Road Dar es Salaam zaidi ya 300,000. Nani anamudu akiumwa kansa mzazi wako umempoteza? Lazima tuandamane kulinda rasilimali za taifa ambazo kila mwaka ripoti ya CAG inasoma mabilioni ya fedha yanaliwa, yangeweza kuokoa hali ya maisha na hali ya kiafya wa Tanzania. Tarehe 9 twende tukaiandike Tanzania tunayotaka. Ewe kijana umesoma, mzazi wako ameuza ng'ombe, kuku, mchele, mpunga, mahindi. Leo hii uko nyumbani, baba yako aliuza ng'ombe akusomeshe, leo hii akikuangalia nahisi kama kuna ng'ombe nyingine inazurura hapo nyumbani. Haumsaidii chochote baba yako. Baba yako akiumwa alitumia gharama nyingi sana kusomesha, hauwezi kumsaidia chochote kwa sababu serikali haijakupatia ajira. Serikali ya Tanzania, toka tarehe 9 nenda kaiandike historia ya taifa lako. Tuna rasilimali nyingi za kutosha. Kwa sasa tunahitaji viongozi ambao watalinda rasilimali zetu za taifa. Tupo tayari sana. Tupo tayari sana kwa ajili ya nchi yetu. Fikiria ni mashujaa wangapi mmeshuhudia wakifunikwa bendera za taifa wakifa, lakini sasa hivi tumeshuhudia Watanzania ambao walikuwa wanadharaulika. Wapo waliopigwa risasi tarehe 29 kwa heshima ya taifa, wakafunikwa bendera ya taifa kama mashujaa. Tumezoea kuiona bendera ya taifa anafunikwa mheshimiwa rais akifa, au mbunge au mwanajeshi, lakini kwa sasa Watanzania wa kawaida walibeba hiyo heshima ya kuipigania taifa lako. Usikae nyumbani kwako tarehe 9, nenda kaiandika historia ya pili ya taifa letu la Tanzania, na Mungu yuko pamoja na sisi. Nguvu yetu, tutashinda kuikomboa Tanzania. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Okay, karibu nani Maisha. Asante sana. Mimi nitazungumza maneno machache. Kitu cha kwanza niseme tu, umoja wetu ndio ushindi wetu. Kuanzia sasa hivi tusiruhusu aina yoyote ya kutuingilia au ya kutuvuruga. Tushikamane kwa sababu ushindi wetu ni ushindi wa watu ambao utafuta machozi ya watu wengi. Tarehe 9 Disemba ni tarehe ambayo ya kukumbuka, ya uhuru, ya haki, ya kutafuta Tanzania ya kweli, ambao kila Mtanzania ataishi maisha ambayo tuliyatamani. Kila mzazi, kila mtoto, na tutafuta machozi ya watu wengi ambao walipotea, watu wengi ambao wamepata matatizo, na tutaleta Tanzania mpya. Ewe Mtanzania unayenisikiliza na kijana wa Tanzania unayenisikiliza, nafasi ni ya kwetu sisi wote. Tusigawanyishwe na aina yoyote kuanzia sekunde hii tunayozungumza. Propaganda zozote au watu wote wanaofungua kuhakikisha kwamba tunakuwa na ugomvi na kitu chochote, tusiape mbele kipaumbele hayo mambo ya kijinga. Tumalize tofauti zetu, tusonge mbele. Jambo lilo kuu mbele yetu ni tarehe 9 Disemba kuweza kuwatoa hawa wakoloni weusi wauaji na wanyonyaji. Tutoke kwa umoja wetu, tutoke kwa kila kitu, tujiandae. Na kabla hujatoka, hakikisha unapitia video za wenzetu ambao wameuawa, ili ziweze kukupa uchungu, ziweze kukupa hasira, ziweze kukupa tumaini, ziweze kukupa
ujasiri wa hali ya juu kuweza kuhakikisha kwamba tunatoka kwa wingi, kwa mamia yetu, kwa maelfu, kwa mamoja, kwa watu wote bila kujali itikadi zetu. Tanzania itakombolewa na nguvu za Watanzania wote. Tanzania yetu ni ya kwetu na sote lazima tuipiganie. Mungu ibariki Tanzania. Mungu tubariki wote. Tubariki wote tuweze kutoka na tuweze kuwa na afya njema. Hatuwezi kurudi majumbani kwetu mpaka pale siku ambayo ukombozi umepatikana. Usisahau vifaa muhimu, usisahau power bank, usisahau simu yako kuchaji vizuri, usisahau kuwa na VPN, usisahau kuwa na kila kitu ambacho ni cha muhimu. Kama ni chakula, kama ni kitu chochote, beba. Unaweza ukagawia na watu wengine ambao utawakuta kwenye maandamano, kwa sababu tutakuwa familia, tunasaidiana. Jamani, nguvu yetu, Mungu yuko pamoja na sisi. Hakuna haki ambayo imewahi kushindwa, kwa sababu sisi tuko upande wa haki. Naamini haki ndiyo itatushindia, na sisi kwa umoja wetu, kwa mshikamano wetu tutashinda. Uoga hatuuziwi tena uoga, wala hatununui uoga. Uoga ni umaskini, uoga ni kifo, uoga ni dhambi. Mbele kwa mbele, twende tukaikomboe Tanzania yetu. Mimi naomba nizungumze hayo machache, niseme kuanzia sasa hivi live zote zinazofunguliwa ni uhamasishaji tu, tusiuziane uoga. Asante, naomba niwachie watu wengine waweze kuzungumza. Sana siasa, umeongea kwa kweli, umeongea maneno ya mazuri sana ya kuhamasisha watu. Ni maneno mazuri kweli kweli ya kuhamasisha watu. Jamani, tumefikia dakika ya mwisho sana. Migogoro lazima iwe mingi, kutishwa kumekuwa kwingi. Kama nilivyosema mwanzo kwamba sasa hivi wamewekeza sana kwenye vitisho kwa sababu wanaogopa mataifa ya nje yamevyoingilia. Kwa hiyo wamewekeza sana kwenye kutisha ili kupunguza idadi ya watokaji. Nye jaribuni kuchunguza. Saizi yale matamko ya wakuu wa wilaya, sijui nani, hayapo. Wakina Mlilo wale tutakata miguu, hamna saizi. Saizi ni kwenye kutisha tu, wanajiandikia tu mabarua ya ovyo ovyo, sijui maandamano sio halali. Hivyo basi umebaki kuandika hivyo tu, lakini hamna anayelenga kabisa kwamba ukitoka nitakupiga. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo tunaenda vizuri. Tutamkaribisha wakili msomi hapo atuelezee kidogo. Dada Maria, tuna wakili pia hapa sisi, naye wakili yetu bwana Justice, labda na yeye anaweza akaingia kwenye mjadala kuhusu ile swala la Ikulu. Mimi naona limeisha. Sijui kama tena dada Maria kuna zaidi, labda kabla tujamkabidhi Justice, ili swala la Ruti mimi naona kama vile tulimalize, tuhamasishe tu namna ya utokaji, au sijui unasemaje dada Maria? Uko sahihi kabisa Sama. Tuendelee. Mimi nimefurahi, yani ndo uhamasishaji huu, na tusitishwe, tusigombane. Hizo za root, labda kama huyu wakili na wengine kama watakuwa nayo ni vizuri, isiwe tena sijui kwamba lazima iwe hivi. No, ni kupendekeza tu kwamba jamani, watu wa maeneo fulani tukutane hapa au tuelekee hivi. Hiyo ndio inakuwa nzuri, lakini otherwise nadhani imeeleweka. Naona tuko kwenye same page. Ikulu muhimu kufika, kila timu iangalie kwamba sisi maeneo fulani tukitoka, labda ni vizuri tukutanie sehemu fulani hivyo. Lakini hata sio lazima tuiseme hapa, watu wanaweza wakaongea kwenye maeneo yao. Kuna njia ya kuwasiliana pia kwa njia ya WhatsApp, kwa njia nyingine nyingi. Alafu tutakuja kuongea, nadhani Mungu akitujalia afya, kesho tunaweza tukaweka pia mambo mengine. Asante. Okay, asante sana dada Maria. Karibu wakili wetu Justice. Mimi nashukuru. Cha msingi hapa nafikiri wengi wamesisitiza kuhusu habari ya kutokugawanyika, na mimi naendelea kusisitiza. Naamini wengi tunakutana kwenye hizi live tuko matured enough, ndio maana tunahamasishana kuhusu ukombozi. Hatuna mtoto mdogo ya kiasi cha kwamba tunataka tumwambie nini. Usiruhusu mgawanyiko hata kidogo. Kutofautiana kwa mawazo kupo, lakini tuhakikishe tunafikia consensus ambayo inatujenga na inatubakisha kwenye lengo la muhimu. Hilo ndo nasisitiza. Kutofautiana kwa mawazo kama hivyo tulikuwa tumesema, wengine Ikulu, wengine UN, hilo ni jambo la kawaida tu. Kwa sasa hivi kama tumekubaliana kwamba UN watakaoweza kufika pale kama starting point au assembly point, tunakutana kwa ajili ya kuanza safari ya kuelekea Ikulu, na tayari tushaeleza sababu za Ikulu. Kwa hiyo tusirudi nyuma. Mimi niende kwenye baadhi ya maeneo ambayo nilikuwa nimeshauri, na sasa na isionekane natoa amri kwamba lazima tuende pale, sababu mimi sigawanyiki kuwepo mikoa yote. Kwenye mkoa ambao nitakuwepo, nitaenda kwenye maeneo ambayo yapo ambayo nitakuwa nimeshauri hapa. Dada Maria jana alikuwa amesema tujaribu exhaust kwa namna ambavyo tunaona inafaa. Tumejaribu kuchakata, mimi na yeye. Dada Maria yuko hapa,
Sasa nianze kwa maeneo muhimu hususan kwenye haya majiji yetu ya Tanzania. Tuna jiji la Dodoma, tuna jiji la Mwanza, tuna jiji la Mbeya, tuna jiji la Arusha, tuna jiji la Tanga. Yako maeneo ambayo tumependekeza. Kama kutakuwa kuna mtu ana mawazo tofauti ya yale mapendekezo yetu, tutamuomba apande. Asilete tu taharuki na kuanza kuonesha kwamba labda anataka kuleta ujuaji. No. Njoo tuambie, labda wewe unapajua zaidi kuliko mimi. Mimi nimefika labda nimekaa wiki, wewe unapajua zaidi kuliko ninavyojua mimi. Njoo utatuambia. Nianze na makao makuu ya nchi, Dodoma. Dodoma tulishauri tuende viwanja vya Bunge. Na ni uzuri Dodoma jiografia yake naifahamu vizuri. Na kiufupi majiji haya ninayotaja jiografia yake ninaijua. Kwa hiyo Dodoma viwanja vya Bunge ni rahisi na panafikika. Na ikiwezekana tukitaka kuweka namba kubwa kabla ya kufika bungeni, kwa sababu mmoja kufika bungeni ni rahisi kudhibitiwa na hawa watu wenye nia ovu, hususan jeshi la polisi, kwa sababu wameshajihalalishia. Tunaamini hamna mtu atapigwa, lakini ile kumzuia mtu mmoja wawili ni rahisi. Tunaweza tukaweka maeneo ya kukutania. Kwa mfano, watu mnaotoka njia ya Dar es Salaam Road kwa Dodoma, sasa njia ya Morogoro Road, mnaweza mkatengeneza meeting point yenu Ipagala hapa karibu na kilimo kwa mkubwa. Wakazi wa Dodoma kuelekea bungeni, Ipagala hapa, Meriwa mbele kidogo mkono wa kushoto kama unaelekea mjini, kuna sehemu wazi mkubwa karibu na makaburini pale. Ni eneo ambalo linaweza likakusanya namba kubwa na ni rahisi kutoka pale kuelekea viwanja vya Bunge. Kuna mita kama 900 hivi. Inapeleka mita 100 kufika kilomita 1. Watu wanaotoka njia ya UDOM, eneo la kukutania, mnaweza mkakutania kabla ya Makulu hapa. Kuna eneo la uwazi pamejengwa, kuna sheli nyuma. Sasa msemo mkakutana pale sheli pale. Mnaotokea pia UDOM, mnaotaka kuungana na sisi wananchi ambao tunania kuikomboa nchi, mkija Makulu hapa kuna sehemu, kuna uwanja karibu na shule ya msingi hapa. Huku upande ofisi ya mtendaji, upande huu shule ya msingi Makulu. Nasikika? Ninasikika? Unasikika, mimi nakusikia, endelea. Na okay. Mnaotokea njia ya Makulu, mnaotokea njia ya Iringa Road, sehemu nzuri ya nyinyi kukutanikia na kujenga nguvu. Iringa Road sehemu nzuri, maana mkipita njia ya kituo cha ya Central ni rahisi kuwadhibiti. Mje na njia ya Mirembe hii. Njia ya Mirembe, kabla haujafika geti la Mirembe, nyuma hapa kuna uwazi mkubwa hapa mkono wa kushoto, kuna sehemu wanafyatua matofali ya kuchoma. Nafikiri pale pazuri pale panaweza kuaccommodate watu pale. Mkitoka hapo mtapita hii njia kama inakuja Central lakini haifiki, mnapita kanisa la Roma hapa, kuna njia ipo katikati inakuja kutokea Majengo sokoni. Kupita kuja katikati ya mji ni rahisi kuelekea bungeni. Mnaotokea njia ya Arusha Road kwa maana ya Mipango, mkija mkakutania Chinangali Park, pana eneo kubwa sana la uwazi ambako wanafundishia driving kutokea Machame pale. Kuna sehemu nzuri pale ya kukutanikia. Mnaotokea njia ya Area D, mnaweza msiende kurudi kule nyuma. Mnaweza mkaenda kuongezea nyuma nguvu watu wa Ipagala, kwa sababu Area D lazima mzunguke. Aidha mje njia ya upande wa Area C, mkutane na wenzenu upande wa Chinangali Park, au mrudi mzungukie njia ya kutokea kama unakuja Mlimwa huko kurudi upande wa kwa waziri mkuu kuja Ipagala kuwapa backup wawe wengi, na twende tukasimame kwenye viwanja vya Bunge nje tunyanyue mabango yetu. Tunajua sio kipindi cha bunge, lakini ni eneo muhimu ambalo linatufaa kwenda kuwasilisha kila ambacho tunakipeleka kama madai tunataka utekelezaji. Hilo ni eneo muhimu sana, makao makuu ya nchi Dodoma. Chamwino Ikulu ambako iko ni nje ya mji, kilomita karibu 19 kutoka mji ulipo. Halafu nje tu ya kuwa nje ya mji pako scattered, yani kiasi kwamba kuweza kuaccommodate waandamanaji Ikulu kwa kule si shauri. Kwa na shauri bungeni Dodoma. Dar es Salaam watu wameshaitolea maoni na ndio imeleta mpaka kutofautiana kwetu. Hilo ni eneo ambalo nafikiri watu wanalielewa zaidi, sitaki kuzungumzia sana Dar es Salaam. Naomba nihamie jiji la Mwanza. Jiji la Mwanza, mwanzo nilikuwa nimeshauri tufanye Rock City Mall. Nafikiri wakazi wa Mwanza ambao wamekaa kwa kipindi hichi cha karibuni wakatoa mawazo kwamba Nyerere Square pako katikati ya mji sana na pana shughuli nyingi kiasi kwamba panafaa kabisa kwenda tukakusanyika kwa wingi kama ndo final destination. Sasa nikatoa ushauri. Mfano,
watu wanaotokea Bwiru kuja kupitia hii kona ya Bwiru, wanaotokea Pansiansi, Lemela, watu wanaotokea njia hii ya kutokea kuna watu wanaotokea huku njia ya Buzuruga, wanakuja wanapitia Mabatini. Nafikiri sasa tuanze kutafuta sehemu nzuri za sisi kukusanyika kabla ya kufika Nyerere Square. Kwa mfano, wanaotokea njia ya Buzuruga hapa unakuja zinapopaki Nyehunge mbele, kabla ya kufika kuna taa ya kivuko cha wapita kwa miguu mbele, kuna uwazi hapa mkono wa kulia hapa kuna viwanda vya mpunga, kuna sehemu pana uwanja mkubwa. Mtanisawazisha kama siku nyingi sijafika, watakuwa wameshajenga watu wa Mwanza sehemu ya kukutania kabla ya kufika Nyerere Square. Mnaotoka huko Bwiru, mnaotoka Pasiansi njia hiyo ya Ilemela, maana yake nyinyi ni rahisi kuja kukutanikia sisi hapa CCM Kirumba, sio uwanjani, uwanja wa mpira CCM Kirumba, eneo la furahisha. Mkajikusanya kwa wingi, namba ikawa kubwa, mkasogea mpaka Nyerere Square, ikawa ndo final destination yetu. Mnaotokea njia ya Usagara na vituo vyote vya njiani, eneo zuri la kukusanyikia. Ukifika Buhongwa mbali, sogeeni mpaka maeneo ya Nyegezi. Hapa ilipojengwa stendi mpya mbele hapa kuna kambi ya jeshi, hapo kidogo patatutatiza. Nafikiri katikati kutoka Buhongwa kuja Nyegezi kuna eneo lina uwazi mkubwa kabla ya kuja Nyegezi, hapo pa kubwa sana. Watu wa Usagara mnaokuja njiani, ama hivyo vituo vya njiani vyote, hata watu wa Mkolani mnaweza mkarudi nyuma kwenda kuungana na wenzenu, alafu mkarudi nao kuja nao Nyerere Square kwa pamoja. Kwa hiyo Nyerere Square ndo final destination. Kama tuna maeneo mengine madogo madogo ambayo yanaweza kutukusanya watu wengi itakuwa nzuri, lakini kituo chetu cha mwisho kwa Mwanza, wengi wameshauri, hata walioko Mwanza wameshauri tukutane Nyerere Square, watu wa Mwanza. Nyegezi Kona pale ni karibu na kambi ya jeshi. Pale kidogo itakuwa changamoto kidogo, maana niliwaambia maeneo ambayo karibu na jeshi tusiwape sababu ikaonekana tulitaka kwenda kuchukua silaha, maana yake wakawi kutuzushia hivyo. Tulitaka kwenda kuchukua silaha, ndio maana tulienda kwenye kituo karibu na kambi ya jeshi. Kwa hiyo Nyegezi Kona si shauri. Turudi nyuma huku, kama unaenda Buhongo, vuka sheli pale mbele, kama kuna kile kinjia pale pana nani nzuri pale, kuna sehemu ya kukutanyikia, lakini tumesema final destination Nyerere Square. Haya. Nikaja jiji la Mbeya. Jiji la Mbeya, kama kuna mtu anatuandikia sehemu za nani, huyo ananiambia mimi nachanganya madawa, Nyerere Square ni Dodoma. Mwambie najua ninachokizungumza jamani. Na nani ninaye, kama kuna mtu anaweza kana tuandikia hizo point, tukimaliza hapa sasa tukaposti kwenye akaunti zetu watu wote kama sehemu ya makutano. Mtu aorodhesha afu mwishoni na tuandikia, kama sijajua ataviweka katika mtindo gani, kama ndo sehemu tutakazokuwa tumekubaliana. Haya, tukienda jiji la Mbeya. Jiji la Mbeya jiografia yake ilivyokaa, jana tulikuwa tumeshauri tukutane kituo chetu cha mwisho pale eneo ambako zinasimama daladala, Mwanjero stand ya daladala. Hapa kuna eneo la mbele hapa lina paving blocks. Sijui kama liko hivyo, nimeenda muda mrefu, kama jiografia yake bado imeendelea kukaa hivyo. Pale pana uwezo mbele yake, kwa maana ili jengo ambalo ni la gorofa, mbele yake hapa pana eneo kubwa sana ambalo linaunganika barabara kuu ya Tunduma. Linaweza kuaccommodate watu wengi sana, yani kiasi kwamba ule uwazi unakuja mpaka soko hili la Machinga hili la Mwanjelo huku upande kuja Maranatha. Kwa hiyo Mbeya Mwanjelo hapo ilipo stendi ya daladala ni eneo zuri, kwa sababu kuna shughuli za kiuchumi zinafanyika pale na ni rahisi kwa makutano kuaccommodate watu kutoka pande zote. Kwa mfano, watu wanaotoka Uyole kuja njiani Sai Mama Joni kufika mpaka Mwanjelo ni rahisi. Watu wanaotoka upande wa ICSA, watu wanaotoka Itua ni rahisi kufika hapo. Watu wanaotoka hiyo njia ya Mafiati kwa maana kupitia hapo TIA ni rahisi. Watu wanaotoka Mbalizi kuja kuungana na ndugu zao wa Iwambi wanakuja njiani mpaka Meta kuja mpaka hapo pia ni rahisi. Sasa hivi maeneo ya kukutania kabla ya the final destination, watu wanaotokea Uyole, maeneo mengi sana njiani Mbeya yana uwazi mkubwa sana kiasi kwamba tunaweza kupoint eneo ambalo tunaweza tukakutana tukakusanyika, hiyo barabara ya Uyole. Watu wanaotoka ICSA najua mna maeneo ambayo mnaweza, kuna viwanja vya mipira Mbeya vingi sana, kuna maeneo ya makanisa mengi ambayo yana uwazi, tukakutana tukatengeneza hiyo crowd kubwa kwa ajili ya kufika kwenye final destination yetu. Njia ya kutokea Mbalizi yako maeneo ya wazi mengi,
ukifika Iwambi bado maeneo la viwanda huko. Tusogee kama unakuja Meta napo ni jirani na kambi ya jeshi na hospitali. Mnaweza mkasogea mbele hapa kama mnakuja, ilikuwa eneo la Dando. Kuna hapa eneo la Dando hapa kuna sehemu kubwa, hizi njia zinazogawana, hii inapita kwenda BOT, hii inakuja mbele kidogo hapa eneo la hilo linalosema la Dando. Kuna sehemu hapa kuna uwazi mkubwa, mnaweza mkakusanyika na ni rahisi kutoka hapo kuvuka kuja Mwanjelwa. Naomba nihamie jiji la Arusha. Kuna mtu kawasha mic, Mwabuku si Mwabuku kwa chero, zima mic yako. Eneo la Arusha tulikuwa tumeshauriana au tumekubaliana. Sasa kama kutakuwa kuna vinginevyo bado mtasema, wakazi wa Arusha nyinyi mnaelewa vizuri. Tukakubaliana final destination iwe AICC ukumbi wa mikutano pale. Pana eneo zuri sana na kubwa sana, lina eneo la kuweza kuhost kwa watu tu kusimama, kwa sababu magari tu yanakaa zaidi ya 1000. Watu wanaweza kusimama lile eneo wanazidi hata 100,000. Liza, okay. Kwa hiyo basi tuendelee na watu wengine watakao kupanda kuchangia. Bado kuna watu wengine watapanda, basi wengine ambao tumemaliza tunaweza tukashuka ili wapande na wengine wachangie wale ambao walikuwemo kwenye maandamano kama alivyokuwa amesema dada Maria. Kwa hiyo ambaye anaweza akapanda kuchangia, ambaye anajua alikuwepo kwenye tutawapandisha ambao tunawaelewa. Kenya TV unaweza ukapanda, ulitusaidia sana maandamano ya tarehe 29. Ulitoa maoni mengi sana kwa kweli, ulitoa msaada mkubwa sana, ulikuwa msaada sana kwenye maandamano yaliyopita. Ngoja nishuke hapa niwaache hao wengine waendelee kupanda hapa. Dada Neema naye upande wa Geita, unaweza ukaja ukatoa maoni yako. Geita mmejipangaje? Samani, wakati muro inaendelea kupanda hapa, naomba hapa chini kwenye muro ambayo inasikiliza nyingine, mnaweza mkaa mnaandika ile Kiingereza, mnaandika na suhulu kwa kusisitiza amani, umoja na usilikiano, ili ionekane hii live iko inasisitiza kwenye upendo wala si vurugu, ili UVCCM asipate nafasi ile ya kutaka kuzusa live. Lakini kitu mwingine hapo chini, kama mnaweza mkaongeza na ile speed ya kutap itakuwa ni vizuri, kwa sababu naona UVCCM zimejaribu zaidi ya mara 10 kulipoti. Ndio maana nimekuwa nikiweka baadhi ya ujumbe ambazo zinaonesha kusisitiza amani. Nashukuru sana kaka, sama naweza endelea. Okay, jamani, nadhani mnamsikia Masai anaongea. Mtap mweke makopa mengi, muandike na huo ujumbe kwamba maongezi haya ni ya amani na nini kama anavyosema, kwa sababu tuna mashambulizi mengi sana. Hii serikali ni kama nilivyowaambia, hii serikali haitaki kabisa ukweli. Yaani hicho kitu hawataki kusikia, ni sumu kwao kusikia neno ukweli. Ndio maana mnawaona hata hawa watu wote wakianza kuhubiri wanaongea tu amani, waongei haki, wanakwepa tu. Mpaka watu wa dini. Kwa mfano kama utakuta kuna ndugu zetu wale Waislamu wanasema amani, wakati neno haki ndio Uislamu wenyewe. Ukiuanza ili utaje neno Uislamu lazima uanze na neno haki. Muulize yoyote hata kwa Kiarabu. Na mnaosoma Kiarabu mnajua ili utaje Uislamu unaanza na neno haki kwanza, ndio unautaja Uislamu. Hakika maana yake nini? Si ndio haki yenyewe? Ili ulitaje neno Uislamu lazima uanze hakika. Dini ya Kiislamu ndio ya haki. Sasa mtu anakuja kukuambia amani. Puuzeni wote hao masheubwabwa. Puuzeni. Tusikirie kwenye msimamo mmoja, tunakwenda kuiporomosha hii serikali. Kwa sababu nini? Haitendi haki. Sasa neno haki kwao ni adui na neno kweli kwao ni adui.
Ndio maana mnaona saizi wanatetemeka tu, misaada imezimwa kwa nchi 17. Tunaendelea. Karibu ndugu yetu wa Kenya. Tunakupa dakika zako 3, ndugu yetu wa Kenya TV. Ulitusaidia sana tarehe 29, labda kama una mchango mwingine kwa hii sehemu tuliofikia. Karibu Kenya TV. Asante sana bwana brother Sama. Ndugu zangu wa Tanzania, majirani, ya mjambo. Sisi wazima tu. Nadhani mimi upande wangu nimekuwa karibu sana nikifuatilia kwa karibu, na pia katika peji yangu nimekuwa kipaumbele sana nikitangaza matangazo yote ya Tanzania na katika upiganaji wa haki. Lakini kidogo kulikuwa na changamoto kidogo pale nilivyoona kuwa kidogo ndugu zetu kuna vile yani mnapelekwa mnapitia changamoto upande wa kiongozi, kama vile bwana Habil alikuwa anapeleka vizuri haya mambo, alikuwa anapeleka vizuri na watu kweli akachukua imani za Watanzania, wakamuamini, wakamchukulia kama kiongozi. Hapo ndo kidogo walijisahau, kwa sababu kidogo bwana Habil alipotea na hii safari ikawa ni kama sasa haina dereva. Umeona, sasa niliona kuwa baadhi ya wengi walichanganyikiwa ni njia gani wanaweza kufuata. Kidogo dada Maria akaja na mawazo yake. Kila siku mimi nafuatilia. Sasa kusoma la ukweli, kulingana na ile hali yenye ipo na zile changamoto zenye Mtanzania amepitia na yale mauaji yenye amepitia yenye vijana wa Gen Z na baadhi ya Tanzania walipitia, zaidi ya Watanzania 10,000, ilikuwa ni jambo ambalo linafaa kuwapatia hasira. Umeona, si jambo ati la kungojea ati mtu fulani awaambie mfanye jambo fulani. Ilikuwa ni kawaida, katiba wao inasema power belongs to the people. Umeona, kwa sababu Mama Samia ameonyesha kuwa yeye ni kichwa ngumu, hataki kusikia. Itawezekana vipi dunia nzima wewe ni mzuri against all, nchi zaidi ya 16 wote ni wabaya, wewe ni mzuri kivipi? Sasa sister Maria alikuja na wazo la kwenda State House ama Ikulu. Huo ndo mwelekeo kulingana na mimi, kwa sababu mkisema muende UN na mshaambiwa kuwa UN wakati wao utakuwa imefungwa, hakuna mapokezi yoyote. Ni nini mnasubiri? Ilikuwa kwa njia hapo ni kwenda Ikulu, chukueni nchi yenu, kwa sababu hakuna njia nyingine. Hii ikifeli itakuwa ni pigo kubwa. Vita vinaendelea sasa hivi, watu mnadondoshwa kama sasa hivi ni zaidi ya mara 3 sasa hivi, leo peke yake imedondoshwa. Akaunti za Sister Maria na akaunti za kina Mange zilifungwa. Hili jambo si kama vile mnavyolichukulia. Hili jambo ni jambo serious sana. Kwa hivyo mngeacha yale yote, sijui kukutana wapi, ingekuwa mparalyze Dar es Salaam. Tarehe 9 ilikuwa mparalyze Dar es Salaam. Watu waende State House, waende Ikulu, waende wakachukua nchi yao. Kwa sababu si jambo la kuchekea wala si jambo la kufurahika. Yule mama ameamua kichwa ngumu. Ilikuwa kumuonyesha kama wananchi against all, hawezi simama zaidi ya Watanzania milioni 70. Mlikuwa mtakana muijaze Dar es Salaam zaidi ya watu milioni 1. Wataua wangapi? Umeona? Si kwa ubaya, pia sisi tunapitia matusi, tunatukanwa sana kwa sababu tunafuatilia hili jambo. Na pia sisi tushatishwa sana kwa sababu tunaingilia, tunaambiwa yetu yenu yamewashinda, unaangalia Tanzania. Mtanzania akidhurika, sisi majirani pia tunadhurika. Tuna ndugu zetu huko, na pia Wakenya wameoa Tanzania na ndugu zetu pia wameolewa huko. Kwa hivyo jambo linalompata Mtanzania ni jambo ambalo linamuaffect Mkenya vile vile. Msilalie macho, msilazie masikio. Nendeni State House, nendeni Ikulu. 1 million. Nendeni Ikulu, mchukue nchi yenu. Maoni yangu. Asante sana Kenya TV.